Karibu mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi maalum vya maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mafunzo na Ufundi Stadi VETA ambayo yanafanyika katika ukumbi huu wa Julius Nyerere International Convention Center JNICC, na kwa mwaka huu kwa mara ya kwanza. Sasa twendeni waingizi hapo ndani mkaone huko ndani mambo yakoje. Tumekutana na baadhi ya wadau muhimu kwenye mambo ya VETA. Huyu ni Bwana Majid Mjengwa, mmoja wa wanahabari wa Kongo kabisa, lakini yeye pia ana uhusiano fulani na mambo ya vyuo vya maendeleo ya jamii. Sasa Bwana Majid, hebu tueleze kidogo nini ambacho unakiona hapa na yale mambo yako ya vyuo vya maendeleo ya jamii. Asante sana Pasco Mayala. Pale ambapo unapozungumzia mafunzo ya ufundi, unazungumzia leo VETA inatimiza miaka 30, lakini haya ni maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Inahusu pia vyuo vya maendeleo ya wananchi ambavyo Mwalimu aliviona kwamba vitakuwa na tija kwa nchi hii tangu mwaka 75. Mwaka 74 aliitisha baraza lake la mawaziri baada ya kutoka kwenye nchi ya Sweden, akasema huko kuna vyuo vya maendeleo ya wananchi. Basi yeye kwenye waraka namba 96 wa baraza la mawaziri mwaka 74 wakafikia azimio kwamba mwaka unaofuata waanze na vyuo vya maendeleo ya wananchi. Vikaanza 25, leo viko 55. Kwa hiyo viko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Huko ndani Mwalimu alikuwa na maono kwamba vyuo vya maendeleo ya wananchi unakuwa na ndani yake kuna elimu ya watu wazima, kwa maana folk and adult education. Yule ambaye hajamaliza darasa la 7 anaingia, anajua kusoma na kuandika, hajui kusoma na kuandika, hakuna mtihani wa kuingia, hakuna interview kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi. Huo ni mlango mmoja. Mlango wa pili ni elimu ya ufundi, vocational training, iwepo katika mahala hapo. Wanajifunza useremala, wanajifunza masuala ya ufundi wa magari, umeme wa majumbani na kadhalika. Mlango wa tatu ni community development, maendeleo ya jamii. Kwa hiyo unaona Mwalimu alikuwa na maono kwamba sehemu hiyo na vyuo hivyo viko kwenye maeneo ya vijijini, vilenge kwenye jamii kwanza. Mwanzo wake ni wananchi. Wananchi wanahusika katika kituo kile kwa kuleta mahitaji yao. Kama wewe ni mkulima wa korosho kule Tandaimba, unataka kujifunza mafunzo kadhaa kuhusiana na maarifa juu ya korosho, zao la korosho, huna haja ya kusoma miezi mitatu. Unaweza kuwa na kozi ya wiki moja, ya siku 5, ambayo chuo sasa kinakuwa na wajibu wa kutafuta mtaalamu wa kuwasaidia nyinyi wakulima wa korosho. Hizo ni kozi fupi, lakini kuna kozi ndefu ya mwaka mmoja mpaka miaka 2 kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi. Sasa unapokuja kwenye VETA ambavyo vina miaka 30, huku kuna ujuzi wa umeme, welding na mambo yote yale kwa ajili ya vijana na watu wazima. Kwa hiyo tunaona hata Waziri Mkuu akiwa Tabora ameongea kitu ambacho pengine watu hawajamwelewa, lakini ndio uhalisia. Kuna kitu kinaitwa career switching, kwamba kuna wakati unakuwa na taaluma fulani unahitaji kuibadilisha. Ni jambo la kawaida katika dunia. Unaenda kwenye kitu kingine lakini hujapoteza kile ulichokuwa nacho. Lakini kuna wakati kuna kitu kinaitwa career addition, unaongeza kitu kingine. Kwa hiyo vyote hivyo ni mtazamo wa Waziri Mkuu kwamba mimi binafsi nilipokuwa JKT, wewe unafahamu Pasco Mayala, ulikuwa mimi kuna koplo mmoja anaitwa Paulo, namkumbuka mpaka leo, akasema hapo utachagua mawili, unakuwa kuruta chapa vumbi au kuruta fundi. Kuruta fundi itabidi utafute chochote kile kinachohusiana na ufundi hapo, ili usio unakuwa kwenye mavumbi tu. Mimi nikaingia kwenye ufundi wa ujenzi, sikuwahi kufikia hata kutofali au kuchanganya udongo. Nilipoingia kule nikawakuta mafundi wapo, wakanifundisha. Nikatoka pale, ajira yangu ya kwanza ilikuwa kwenda kufanya ukalimani kwa kundi la watu ambao walihitaji ukalimani kutoka Finland kwenye mambo ya ujenzi. Walitaka mtu huyo awe anajua masuala ya ujenzi, kuchanganya zege, kuchanganya udongo na simenti na kadhalika. Kwa hiyo sikuwahi kufikiri hilo, lakini pamoja na kwamba nilisoma katika akademia nyingine, vyuo vyenye kutoa taaluma nyingine, lakini niweza kujifunza ujenzi. Kwa hiyo binadamu lazima tubadilike. Unapoona asubuhi umeamka, ardhi zinaanza kuliwa na bahari, mwanadamu ndio ujiulize ufanye nini. Mwingine atasema utakuwa ndio mwisho wa dunia. Hapana, jifunze kuogelea. Asante sana. Wapenzi watazamaji, huyu Majid Mjengwa ni mmoja wa wanahabari wa wazalendo wa taifa hili. Ukiingia tu ndani ya ukumbi huu kwa ndani, banda la kwanza ni hili banda mnaoliona la wanaitwa Enabel, na kama mlisikia huku ndani ni mmoja wa wadhamini na bosi wao wanaongea kizungu aliitwa pale mbele. Sasa hili ndio banda lenyewe
Unaweza mkaona hapa nje kuna vipeperushi, alafu kule kuna mabango mbalimbali. Naona Global Gateways, naona Belgium, naona Enabel, na kuna dada mbele yangu atajitambulisha jina na kutuambia Enabel ni nani. Kwa majina naitwa Proskovia Gregory, ni mtu wa mawasiliano Enabel Tanzania. Enabel Tanzania ni shirika la maendeleo la Kibelgiji ambao unafanya kazi za serikali katika kuendesha ajenda mbalimbali za maendeleo. Kwa hapa kama mnavyoona tuna miradi mbalimbali kuanzia mradi wa elimu ambao unaitwa Wezesha Binti upo Kigoma katika kata zote za Kigoma, na kuna mradi mwingine wa Bevac ambao ni mradi wa Beekeeping Value Chain Support katika mkoa wa Tabora, Singida na Pemba, na pia kuna mradi wa Inclusities ambao ni mradi ambao uko Pemba, Tanga na Mwanza. Watu watapokuja kwenye banda letu sana sana ni kuona ushirikiano wa Belgium na Tanzania katika kufikisha ajenda za maendeleo, lakini pia tuna donors wengi tunawaita kama EU ambao ni European Union pamoja na Global Gateway, na jinsi ambavyo tunafanya kazi pamoja katika kuendeleza ajenda za maendeleo katika nchi yetu. Watazamaji, bado tunatembelea hili banda kuu la VETA, na hapa katika banda la VETA kuna binti mbele yangu, mnaweza mkamuona amevaa hijabu mwenyewe, na hizi product unazoziona ziko kama za Kizanzibari, kama huo mlango wa Kizanzibari, Zanzibar do. Kuna hizi chest za Zanzibar. Dada, jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Tauhida Shaban Jabu, kaimu afisa uhusiano wa Mamlaka ya Mafunzo ya Mali Zanzibar. Sisi ni Mamlaka ya Mafunzo ya Mali ni taasisi iliyopo chini ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali kwa Zanzibar. Taasisi hii inajishughulisha na utoaji wa mafunzo ya mali kwa upande wa Zanzibar, ambapo taasisi hii ina jumla ya vyuo 5 vinavyovisimamia kwa upande wa Zanzibar. Tuna chuo cha mafunzo ya mali Mwanakwerekwe, Mkokotoni, Makunduchi, na kwa upande wa Pemba tuna chuo cha mafunzo ya mali Daya na Mtambwe. Tumekuja hapa kushiriki katika maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA kwa sababu sisi ni moja kati ya upande tunaotoa mafunzo ya amali kwa upande wa Zanzibar, na sisi tumekuja kuonesha nini Zanzibar wanafanya katika kuwasapoti vijana kupitia haya mafunzo ya amali. Unapoziona hapa, hizi ni product za mbao ambazo zimetengenezwa na walimu wa mafunzo ya mali. Hichi ni chuo cha mafunzo ya mali useremala. Moja kati ya fani ambazo zinazotolewa katika vyuo vyetu ni hii fani ya useremala, ambapo kama hichi nilichokigusa hapa, hiki ni kikasha kidogo ambacho kazi yake ni kuhifadhia vitu vya thamani. Tunakumbuka katika enzi zetu, yani enzi za wazee wetu huko zamani, walikuwa wanatumia makasha kama kuhifadhia vitu vyao vya thamani. Kwa hiyo ili kuenzi utamaduni, tumeona ipo haja ya kuziendeleza zile tamaduni zetu kwa kubuni product kama hizi. Na hizi product sasa hapa mnazionyesha tu ama mtu akipendezewa anazinunua? Product hizi hapa zipo kwa ajili ya kuonesha, lakini zipo kwa ajili ya kuuzwa pia, lakini pia kwa size ambayo unataka wewe, kama hapa haipo, pia tunachukua oda yako tunakutengenezea. Haya jamani, wakina mama wa bara, angalieni vikasha, vingine vilikuwa vinaitwa vijaluba. Kwa hiyo sasa kuna raha fulani kuweka vitu kwenye vikasha vya namna hii ukilinganisha na madro ya siku hizi na masanduku. Watu wanaweka hereni zao, wanaweka dhahabu zao, wanaweka vidani vyao, wanaweka vito vya thamani. Kwa hiyo huko majumbani mnaoona, njooni hapa uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere muweze kuona haya makasha. Sehemu nyingine ya haya makasha, tuko sehemu nyingine kwenye banda hili la VETA, na hapa sasa mnaweza mkaona baadhi ya urembo ambao, lakini kitu kikubwa zaidi ni hii inaitwa chest, Zanzibar chest, na kuna mpaka bao hapa na vile vimilango na urembo wa Kizanzibari. Muhusika atanitambulisha jina na kutuambia nini tunavyoviona na pia kama vinapatikanika. Kwa jina naitwa Abdalla Mohamed Ali, ni mwalimu wa chuo cha mafunzo ya mali Mwanakwerekwe. Ni mwalimu wa seremala, lakini tunalo ile hapa kasha kubwa lina mfano wa draw zake za ndani. Hizi draw, kuna tofauti ya draw.
Tuna draw zake za ndani kama kawaida, unaweka vitu vyako vya kawaida. Na pia tuna draw nyingine ndani, nasema ni security draw, imo ndani yake kabisa, unaweza kuweka vitu vyako vya kawaida ndani. Hii ni draw, unaweza kuficha kitu chochote ukawa usijulikane kama mna draw nyingine. Na pia tuna vitu vingine vikiwa ni Zanzibar door. Zanzibar door hii ni sample ya Zanzibar door, ikiwa ni mlango wa kawaida. Unaweza ukafanya mlango huu ukawa mkubwa ama size unayohitaji kutokana na vimo vyako vya nyumba yako. Na pia tunavyo vitu vingine tofauti. Tuna mabakuli ya kutumia kama kawaida, unaweza kuyatumia kwa chakula, na tunazo aina nyingine ya hotpot. Tunazo hotpot hizi hapa, unatilia chakula kama kawaida na zinaweza zikakaa masaa 8 mpaka 9 chakula kiwa hakijapoa. Na vitu hivi hapa vinapatikana kule Zanzibar katika chuo cha mafunzo ya mali Mwanakwerekwe. Miongoni mwa mabanda yaliyoko hapa ndani ni banda hili la Nactivate, na pale unaweza kuona maofisa wa Nactivate watajitambulisha jina na kutueleza kidogo hii Nactivate nini. Hapa kwenye miaka 30 ya VETA mmetuletea nini? Asante, mimi naitwa Dr. Margaret Shawa, ni meneja Eastern Zone. Kwanza kabisa niseme Nactivate ni Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, na lilianzishwa kwa sheria ya Bunge namba 129. Na baraza hili limeanzishwa kwa malengo mbalimbali, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosoma kwenye vyuo wanapata ujuzi unaostahili, wanapata uelewa, wanapata maarifa na waweze kufanya kazi ya kile walichosomea. Kwa hiyo ni baraza ambalo linadhibiti ubora wa elimu katika vyuo vya kati na mpaka VETA na mpaka amali. Amali kwa maana ya kwamba mpaka sekondari sasa hivi tumeingia kule kwa ajili ya kuangalia yale mafunzo yanayotolewa kwa vitendo, kumwezesha mwanafunzi akitoka aweze kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tunasajili vyuo, lakini pia tunarekebu kwa maana ya kuangalia wanachokitoa kinaendana na mahitaji ya soko. Tuko mbele ya hili banda hapa, tuna ofisa atajitambulisha na kutambulisha banda lake nini na wametuletea nini kwenye maonyesho haya. Naitwa Dora Tesha, ni afisa uhusiano wa Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Nactivate. Na Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi Nactivate, kazi yake kubwa ni kusimamia ubora wa mafunzo yanayotolewa kwenye vyuo vya ufundi. Kwa hiyo kwenye maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA, lakini na miaka 50 ya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, sisi tunahusika kabisa moja kwa moja, kwa sababu shughuli ya kuangalia ubora wa mafunzo kwenye hivi vyuo ni kazi yetu sisi, kwamba mafunzo yanayotolewa yanaendana na mahitaji ya soko la ajira. Je, mitaala inayotumika ikoje? Wanafunzi wana vifaa vya kufundishia kwenye vyuo vipo vizuri? Wanafunzi wanafanya practice ya kutosha? Kwa hiyo tuko hapa kwa maana ya kwamba pia kuwahakikishia wananchi kwamba mafunzo yanayotolewa kwenye hivi vyuo vya ufundi stadi kwamba yako kwa ubora, lakini pia tunawaelewesha namna ya kutambua vyuo ambavyo vimesajiliwa na baraza, ili mtu asije akaenda kusoma chuo ambacho mwisho wa siku anakuta hakina usajili. Inakuwa ni hasara kwa wazazi, hasara kwa walezi na kwa wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo kikubwa tunachofanya hapa, pia tunawaelezea watu ambao wanatamani kuanzisha vyuo vya ufundi stadi namna ya kusajili vyuo, tunasajilije, hatua zikoje mpaka mtu anapata ithibati. Karibuni sana. Dad. Karibuni kwenye banda letu la VETA. Katika banda hili la VETA kimsingi kwanza tumeonyesha ni kwamba sasa hivi VETA inaanza kufundisha mifumo mbalimbali ambayo inahusiana na teknolojia ambazo teknolojia za kisasa, kwa sababu ukienda viwandani sasa hivi teknolojia zinazotumika katika uzalishaji ni zile ambazo zimesha advance, na sasa hivi watu wanazungumzia mapinduzi ya 4 ya viwanda. Kwa hiyo kuna mambo ya robotic, automation. Sasa vijana wetu wakienda kule walikuwa wanakosa ule ujuzi. Kwa hiyo tukaona sasa tu introduce programs za namna hiyo. Kwa hiyo tunaona kuna mafunzo au mifumo ya mechatronics ambayo ukienda kwenye viwandani, hii ni kama
kiwanda kidogo. Ukienda viwandani utakuta sasa shughuli hiki kiwanda kidogo, ukienda kule unakuta uhalisia. Kwa hiyo ni mifumo ambayo tunawafundisha vijana, tuliona wananchi waweze kuona kwamba nini tunachowafundisha kina uhalisia na kile ambacho kinafanyika mahala pa kazi. Lakini pia kuna kitu ambacho tumeanzisha, ni teknolojia mpya kuwafundisha vijana kwa kutumia teknolojia ya simulation kwenye upande wa welding. Inasaidia sana kuanza kuandaa vijana kabla hawajaanza kutumia zile mashine za uhalisia. Anaanza kujenga ile precise anapofanya welding, lakini pia mkono ile usianze kutingishika, ile kuwa mkono unakuwa steady anapofanya welding. Kwa hiyo baadaye anapoingia kwenye kazi sasa kufanya welding ya uhalisia, inakuwa kazi yake ina accuracy kubwa sana. Kwa kutumia teknolojia ya simulation utaona kwamba sasa tutaweza kuwatoa vijana ambao sasa wanafanya welding katika kiwango cha juu sana. Kwa hiyo tumeleta hiyo kwa ajili ya kuona, lakini pia kuna watu wenye mahitaji maalum. Mara nyingi watu wenye mahitaji maalum wanaona kwamba hawana fursa ya kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia kwenye maisha au kupata ujuzi. Lakini tunaona kuna kijana hapa ana ulemavu wa mikono, lakini anafanya kazi, amejifunza uchoraji wa majenzi, masuala ya civil drafting. Kwa hiyo anachora kwa kutumia miguu. Kwa hiyo sasa tunajaribu kuinspire na watu wengine wenye hali kama hizo wawe inspired, waone kwamba wana fursa pia za kupata ujuzi ambao utawafanya wafanye vizuri. Kwa hiyo mnaweza mkaona, mkapita, mkahoji, mtaona wenyewe jinsi wanavyofanya vizuri. Wamepata ujuzi, wamesoma, wameelewa na wana mwelekeo mzuri. Sasa wakitoka hapa wakienda sokoni watafanya vizuri katika shughuli zao za kila siku. Kwa ufupi ni hiyo. Mbele yetu hapa ni sample ya kiwanda cha uzalishaji labda juisi au maji. Hii station ya kwanza ninafanya uzalishaji labda chupa ikiwa tayari na juisi au maji. Na itakuja katika station ya pili, kuna hii sensor ambayo itapima huo ujazo. Kwa hiyo chupa uko sawa au uko sawa. Baada hapo itakuja katika hii conveyor belt ya pili huku mwisho kwa ajili ya kuwekewa label au expired. Baada hapo itarudi katika station ya tatu kwa ajili ya kuwekewa hapo product inakuwa imekamilika. Nimefundishwa na walimu wa VETA Kipawa. Yeah. Asante. Una elimu gani ya taaluma? Kwa na level 1 ya electric. Level yako ni Form 4. unaweza kuingia Kwa majina naitwa Mfungo Sebastian Changala, ni mhitimu katika mafunzo ya mechatronics katika chuo cha VETA Kipawa. Mbele yetu hapa ni mifumo ya baadhi ya mashine zinazotumika viwandani katika kuzalisha bidhaa mbalimbali kwa kujiendesha yenyewe kwa mifumo ya kompyuta. Katika fani ya mechatronics ndani yake kuna mjumuisho wa fani 4. Kuna electrical, kuna mechanical, kuna ICT na kuna pneumatic. Katika upande wa electrical kama unavyoona tuna sensor, pia tuna cable za umeme ambazo zinatumika kusafirisha data. Lakini katika upande wa mechanical tunatumia mota na gearbox kwa ajili ya kuzungusha hizo conveyor belt. Katika upande wa pneumatic tuna compressor na tuna pipe za upepo ambazo zinasafirisha upepo katika kila station. Lengo huo upepo uweze kutumika katika station kwa kazi mbalimbali. Pia katika upande wa ICT tunatumia PLC, tunatumia kompyuta kuandika programming kwenye hizo PLC. Baada ya hapo hizo PLC zinatumia hizo programming kuja kuendesha mashine zetu. Hii mashine inakontroliwa na paneli moja, mashine zote kama unavyoona. Station ya kwanza ni kwa ajili ya uzalishaji wa hiyo product, labda ni chupa ya soda au maji. Station ya pili itakuja hapa katika hii sensor kwa ajili ya kupima huo ujazo upoje. Na itakuja baada hapo itakuja huku mwisho kwa ajili ya kuwekewa labeling au expired. Baada hapo itaenda katika station ya tatu kwa ajili ya kuwekewa kifuniko. Hapo product inakuwa imekamilika, mbele huko kunakuwa na hatua zinazofuata. Katika paneli yetu unaweza ukawasha automatic kama hapo inavyoenda sasa hivi ipo automatic, kwamba ikishafika mwisho huku anaanza mwingine. Lakini pia unaweza ukaweka katika mfumo wa manyu, ambao ukiweka manyu kwamba
ukipress start itaenda mzunguko mmoja, ikifika mwisho itasimama. Wapenzi watazamaji, miongoni mwa vitu ambavyo ni kama maajabu ya dunia ambayo nyinyi mlioko nyumbani mnapaswa mje hapa kwenye uwanja huu wa JNICC mshuhudie. Kwenye banda la VETA kuna Mtanzania mwenzetu, yeye ana changamoto, ana ulemavu wa kutokuwa na mikono, lakini anachora kwa miguu, anachora ramani za nyumba. Jina kaka, unaitwa nani? Naitwa Joseph Joakim Mtei. Joseph, ni ulizaliwa hivi ama ulipata ajali? Nilizaliwa hivi. Bila mikono? Ndio. Ukajijuaje sasa unaweza ukawa na kipaji unachora na miguu na unachora kabisa ramani? Kipaji nilikuwa nacho, lakini kwenye uchoraji wa ramani tunahitaji mafunzo ambayo ndo niliyapata VETA. Kwa hiyo ni huu mguu unachora ramani kabisa vizuri? Kuchora ramani, unakuja kuchora elevation ambazo ndio hizi hapa. Unaonesha labda left view, front view, kama hivi. Wewe umefundishiwa VETA ya wapi? VETA ya Dodoma. Kwa kweli VETA wanafanya mambo makubwa mazuri ya kuwasaidia hata Watanzania wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Wewe ungependa kusaidiwa na serikali yetu, usaidiweje? Kwa ambacho ningependa kusaidiwa kwenye masuala ya uchoraji, unahitaji baada ya mani unahitajika kompyuta na mwendelezo wa, kwa sababu ukimaliza VETA miaka mitatu sio kwamba utamaliza tu unakomea miaka mitatu, unatakiwa uendelee tena kusoma. Asante sana. Tunaendelea kutembelea mabanda ndani ya ukumbi huu wa JNICC na niko kwenye banda limeandikwa Fai Fashion. Mhusika mnaweza mkamwona, atajitambulisha. Utambulisha hii Fai Fashion, alafu tuambie nini hiki ambacho tunaona mbele yetu na bidhaa hizi zinapatikana wapi, na utuambie uhusiano wako wewe na VETA. Karibu. Asante sana. Naitwa Gregory Mlai, ni mkurugenzi wa Fai Fashion Tanzania. Sisi tunajishughulisha na utengenezaji wa bidhaa za ngozi. Tunatumia ngozi halisi za ng'ombe wa hapa Tanzania, na tumekuja na ujuzi huu kutoka nchini Japani, na tulipofika Tanzania tukaanzisha hii Fai Fashion. Hii Fai Fashion inajikita zaidi kwa kutengeneza bidhaa za kisasa kama zile tulizoziona zinapatikana Ulaya au nchi zilizoendelea. Basi tunafanya hapa nyumbani kwa kutumia malighafi zetu hizi za hapa Tanzania, na tumekuja hapa katika kongamano hili la kusherehekea miaka 30 ya VETA, na tunaonyesha sasa ufundi stadi. Kama tunavyosikia kauli mbiu inasema ufundi stadi, fursa kama zote. Ni kweli, na sisi tumekuja kushuhudia leo na kuunga mkono ile kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba unaweza ukafanya ufundi stadi na ukaletea nchi maendeleo na ukajiletea mwenyewe maendeleo. Na hii imekuwa ni hamu kubwa ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, daktari, ambaye amekuwa akichagiza sana maendeleo ya vijana kuwa katika ufundi wa bidhaa tofauti, ufundi wa ujuzi tofauti kama ambavyo unatolewa na VETA. Na sisi tuko hapa tukiwa tunaanza mashirikiano yetu rasmi na VETA katika kujijengea uwezo ndani ya nchi kwa kuwa na utaalamu huu mkubwa na kushare experience sasa ya kazi za mikono. Unachanganya nadharia inayopatikana VETA na ufundi kidogo, alafu tunaongeza sina ujuzi wetu tuliotoka nao nje, tunapata kitu fulani kizuri kabisa katika sekta nzima ya ngozi. Hii italeta mapinduzi makubwa katika sekta ya ngozi, sio tu Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Mwitikio ukoje kwa watu kwenye hizi bidhaa za real leather kwa Watanzania? Mwitikio ukoje? Mwitikio kwenye bidhaa hizi za real leather ni mzuri, kwa sababu hapo nyuma watu walikuwa wameshachoshwa na bidhaa ambazo sio real leather, kwa wameshakata nazo tamaa. Lakini sisi tulivyokuja tumestick na leather halisi, na tumeshaanza kujua watu ambao wanatutambua kwamba bwana Fai Fashion wakisema leather wanamaanisha leather. Kwa hiyo tumeanza kuwapata watu ambao kweli wanahitaji vitu quality, lakini walikuwa wamekuwa disappointed. Sasa wako Fai Fashion wanafurahia ubora na uzuri wa bidhaa zetu. Wapenzi watazamaji, amini usiamini, ukitumia bidhaa za leather kamili, genuine leather, unapata amani fulani ya kileza ndani ya moyo wako.
Ukitumia manyoronyoro ya China yamewekwa kama leather, kama wewe sio mjanja utaingia kingi moja kwa moja. Sasa mimi niwape kipimo changu cha kupima leather siku zote. Sipimi leather kwa macho, mimi naipima leather kwa pua tu. Hii leather kweli. Sasa kuna watu wengi wanajazwa kingi, imetengenezwa kama leather, ukiinusa usikie harufu ya ngozi, ujue hapo unaingizwa mtini. Labda nikija kwako Fay Fashion, bidhaa zenu nzuri za leather, mmeanza kuingia kidogo kwenye furniture za leather, yale makochi ya leather, mkipewa order mnaweza, au huko bado mko kwenye hivi vitu vidogo vidogo? Tunafanya pia, nimeshindwa kuja nayo tu hapa, lakini tunafanya leather nzuri sana ya masofa ya ngozi halisi. Mtu anaweza kawa na sofa lake nyumbani limechoka, ameshakata nalo tamaa, hajapata mtu wa uhakika ambaye anaweza kumwekea material ya kueleweka. Sisi Fay Fashion tuna ujuzi wa hali ya juu pia. Maana tumetoka Japani tumekuja na ujuzi miwili, masuala ya mabegi na masuala ya furniture. Lakini hapa sijaweza kuja nazo kuonyesha, lakini uwe na amani unapotuletea sofa yako, itarudi kwenye uhalisia wake kama ilivyokuwa mpya. Wapenzi watazamaji, naomba niwaahidi kuna siku moja sisi PPR tutakwenda Fay Fashion kiwandani kwao, tukaona wanavyofanya kazi, tukaona hizo sofa zao na tukaona hizi product. Tunaendelea na kipindi hiki cha maonyesho ya miaka 30 ya VETA. Tumeingia kwenye banda lingine, hili limeandikwa Soldamatic, the future of welder training, augmented training, wakishiriki kwenye kusherehekea miaka 30 ya VETA. Na hapa mbele yangu na mzungu atajitambulisha jina na kutuambia nini ambacho tunakiona. My name is Pascal. Can you introduce yourself? Sure. And tell us who you are, what you do, and what are you doing here? Thank you, sir. My name is Peter Gathercole. I'm the founder and managing director of International Apprenticeship and Competency Academy. We're a registered training provider in Tanzania. We have a global license from the Engineering Construction Industry Training Board from the UK. We're also representatives of Soldamatic. Soldamatic is the latest technology in welder training. They use a technology called augmented reality. I'll explain the difference between augmented and virtual reality. So basically this equipment has been designed to help train welders in a modern world where... You can show, sure. Demonstrate. It's designed, so this is effectively it's a computer, but it's designed in the shape and form of a welding machine. Everything that you can see, this is a real welding helmet. Instead of a screen, you have cameras. These are real welding torches. Everything's real, it's not pretend. And the reason why it has to be real is because to train a welder must gain muscle memory. So unless you're giving them real things to hold and to look at, they're not getting the real feeling. And that's the difference between augmented and virtual. Virtual, they're not feeling, they're not touching, they're in a virtual world. Whereas augmented reality, they're in the real world. You can see. Now the difference between augmented reality and virtual reality is in virtual reality, you wouldn't see anything, only what the virtual reality is showing you. Now in AR, I can see my hand, I can see you, Pascal, I can see everybody. But when I look at this metal, this has gone into steel. So the camera is turning this plastic into steel through the QR code. That's the magic, okay? So in the student's eyes, he's seeing metal. He's not seeing plastic. And now he's going to do his exercise. The blue dot is the starting point. It's giving me an arrow to go from right to left. The yellow dotted line is my target area. This torch, the QR code, it'll turn into a torch. You'll see a green circle and 2 lines, and they'll be green or red. If I'm in the wrong position, they'll go red. When I'm in the green position, I'm good to weld. Watch what happens. If I go too close, it's red. If I come too far out, it's red. If I turn to the right, it's red, and to the left. If I go too high or too low. Now I'm in the perfect position.
I'm ready to weld. Let's go. So I can inspect my weld now from any angle. That's my exercise. Now all of these parameters, can you see them? Where are they? They're digitized. We have a digital record of my weld. And as a trainee, I have to build a portfolio of evidence before I become qualified. Before somebody can call me a fundi. I have my evidence now. Now, there's a video in case I made a mistake, and the Mwalimu can tell me, you made a mistake here, change your angle, do this. And as you build up this portfolio of evidence, you become a fundi. But there's no metal, there's no gas, there's no welding rods, there's no danger. When the teacher tells me I'm ready, I go on to the reel. This doesn't replace welding. This gets you ready for a test. So when you go on the real machine and you have to do the real test, you'll pass your test because you've been practicing on a simulator, like an aircraft pilot. All these pilots that fly these big planes, they're not practicing on real planes. They're practicing on simulators. And the technology now is revolutionizing VETA training. Now VETA have 4 of these machines. 2 in Dodoma, supplied by us, 2 in Moshi, supplied by us. The next step is accreditation, certification. So the welders that come through this exercise, they'll get certified. What does certification mean? They can work anywhere in the world. There's a world shortage of welders. Now we can start filling the market with Tanzanian welders. Why not? This technology is going to help them get there. It's a game changer. Asante sana wapenzi watazamaji. Hiyo mashine mnayoiona hapo ni mashine ya kufundishia. Inaitwa simulator. Hii inafundisha wale wachoma vyuma welding. Na habari njema ambao ametupa, amesema VETA inazo mashine hizi 4. 2 ziko VETA ya Dodoma na 2 ziko VETA ya Moshi. Unawatengeneza sasa wachoma vyuma bila kuchezea moto kweli na bila kuchezea welding ya kweli. Simulator ya welding kama vile mafunzo ya mapilot wanaorusha ndege wakitumia kitu kinaitwa simulator. Natumaini mpenzi mtazamaji umefaidika kwa njia moja ama nyingine na yale uliyoyaona katika maonyesho haya ya miaka 30 ya VETA. Tukutane tena basi hapo kesho muda na wakati kama huu katika kipindi kingine cha miaka 30 ya VETA. Kwa niaba ya timu yangu ya PPR ambayo tuko hapa uwanjani, naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwaheri.